Mpendo wa mwana wa Mungu, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sote tunapita kwenye changamoto fulani ya kimaisha karibu kila siku, lakini pia wakati tunapopita kwenye changamoto za maisha, huwa tunasahau mambo makubwa ambayo pengine Mungu alishawahi kutenda kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tunasahau hizo changamoto, zinatufanya tusahau. Lakini mtumishi wa Mungu, nataka nikuambie tu kwamba ukisoma maandiko yako matakatifu, safari ya wana wa Israeli kutoka kule Misri kuelekea Kanaani, utajifunza mambo mengi sana. Karibu kila tukio ambalo lilikuwa linatokea, wana wa Israeli hata kama walionyesha malalamiko, lakini mkono wa Mungu ulikuwa pamoja nao. Mfano, ukiangalia katika kile kitabu cha Kutoka sura ya 14, ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 3, maandiko yanasema, Bwana akasema na Musa akawaambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pi-Hahirothi kati ya Migdoli na bahari kukabili Baal-Sefoni. Mtapanga mbele yake karibu na bahari. Alafu ule mstari wa 3 anasema, naye Farao atasema katika habari ya wana wa Israeli, wametatanishwa katika nchi ile ya jangwa, imewazuia wasitoke. Ule mstari wa 4 maandiko yanasema, nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa Farao, naye atafuata nyuma yao, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi wakafanya hivyo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mtumishi wa Mungu, ukisoma haya maandiko vizuri utaona kwamba wakati wameikaribia bahari ya Shamu, Mungu akawafanya wana wa Israeli wasiende kwa hatua zile walizokuwa wanaenda nazo. Akawa kama amewarudisha nyuma, alafu pia akaongeza kasi ya Farao, alafu akafanya moyo mgumu ndani ya Farao na jeshi lake. Wakatamka kwamba tunawakaribia sasa wana wa Israeli. Kwa hiyo Mungu alikuwa ametengeneza mazingira hayo, Farao aone kabisa kwamba amewakaribia. Lakini wana wa Israeli kama mimi na wewe leo tulivyo, hawakuweza kuona nini kitatokea baada ya dakika chache baada ya Farao kuwakaribia. Na Farao alipowakaribia, ukiangalia ule mstari wa 12, maandiko yanasema juu ya habari ya yale yaliyotokea. Kuanzia ule mstari wa 11 nasema, walianza kulia wana wa Israeli, wakaanza kumlalamikia Musa. Alafu mstari wa 12, neno hilo ambalo Musa aliambiwa na wana wa Israeli lilianza kumfanya afikirie mambo mengi. Wanasema wale watu wakamwambia, maana ni afadhali tungewatumikia wa Misri, maana ni afadhali kutumika kwa Misri kuliko kufa jangwani. Hao watu walianza kufikiria afadhali wakatumike kwenye mateso mengi kule Misri kuliko wafie jangwani, kwamba hata kule kulikuwa na matatizo, hata kule kulikuwa na shida. Lakini nini ambacho Musa aliwaambia? Musa aliwaambia katika ule mstari wa 13, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena. Mungu hatufichi magumu, Mungu hatufichi mabaya, Mungu hatufichi matatizo. Wana wa Israeli waliwaona waziwazi wa Misri, lakini wakaona waziwazi bahari ya Shamu ambayo ilikuwa imefurika maji. Ndani yetu wakati mwingine tunapoona matatizo, tunapoona magumu, hofu inatawala. Ndivyo ilichotokea kwa wana wa Israeli. Lakini nini kilichotokea? Mstari ule wa 14 maandiko yanasema, Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Yani yale maneno waliokuwa wanatamka mbele ya Musa walikuwa wakitamka kwa sababu walikuwa hajaona nguvu za Mungu. Mungu baadaye akamwambia Musa kutumia ile fimbo apige maji. Maji yalipogawanyika wakavuka wote wana wa Israeli katika bahari ya Shamu. Alafu wa Misri walipoona wana wa Israeli wanavuka, nao wakapata sasa tamanio la kuendelea kuwafuatilia. Waliwafuatilia nchi kavu, wanataka kuwafuatilia na ndani ya maji. Tumishi wa Bwana, usizani ile zoezi lilikuwa ni rahisi sana. Fikiria, jeshi la Misri lilikuwa na askari wengi, lakini bado wana wa Israeli pia walikuwa ni wengi sana. Na maandiko mahali pengine wanasema zaidi ya watu 2,000 walikuwa wanavuka Shamu kuelekea ng'ambo ya Shamu, na wanapita katikati ya maji huku na huku yamegawanyika, wanapita kwenye nchi kavu. Walipokuwa wakivuka, Biblia inasema malaika wa Bwana alikuwa pamoja nao akiwatangulia lile jeshi zima la Waisraeli. Lakini nini kilichotokea? Wamisri walipokuwa wanajaribu kuvuka yale maji, maandiko matakatifu yanasema Bwana akamwambia Musa anyoshe mkono wake
baada ya kuvuka Waisraeli maji yarudi kama mwanzo, na yakarudi, na Musa aliponyosha yakarudi. Biblia inatuambia kwamba yale maji yakarudi yakawafukiza magari ya wapanda farasi, hata jeshi lote la Farao liliingia katika bahari nyuma yao, na hakusalia hata mtu mmoja. Lakini wana wa Israeli wakaenda katika nchi kavu na katikati ya bahari, na hao maji yalikuwa ni kuta upande wao wa kuume na upande wao wa kushoto. Ndivyo Bwana alivyowaokoa Waisraeli siku ile mikononi mwa Musa. Alafu maandiko yanasema Waisraeli wakaona Wamisri ufukweni mwa bahari wamekufa. Israeli wakaiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri. Ndio hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Mtumishi wa Mungu, kuna neno utajifunza hapa la msingi sana, kwamba kabla yale Mungu hajafanya, kuna hatua ambayo wana wa Israeli walipaswa kufanya. Ni hatua ya imani. Kwanza kumwamini Mungu kwamba Mungu anaweza kutenda. Mungu katikati ya yale magumu, matatizo, vita, yale ambayo tunadhani kwamba hawezi kutenda, manake akitenda tunaanza kumtukuza Mungu. Wana wa Israeli walianza kumtukuza Mungu baada ya kuona yale mambo makubwa ambayo Mungu aliwatendea. Nini kilichosaidia? Ni kwamba ile imani yao ambayo ilikuwa imesimama kutokana na maneno ya Musa, na wakakaa kimya kabisa. Mungu akawadhihirishia kwamba wale waliokuwa waona kama adui zao hawatawaona tena, wakaangamia kwenye maji wote. Na nini ambalo tunaweza kujifunza tena hapa ni kwamba adui wakati mwingine anaweza kutukaribia, vita inaweza kutukaribia, mahangaiko yakatukaribia, lakini hayatakupata kwa namna ile ambayo adui anafikiria, hayatakuumiza kwa namna ile adui anayofikiria. Farao alikuwa anafikiria kuangamiza wana wa Israeli wote, alikuwa anafikiria pengine kuwakamata, kuwarudisha kule Misri, lakini Mungu aliyewapa hatua kuelekea nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani, aliwaokoa na mkono wa Misri. Kwa mtumishi wa Bwana, usiogope popote pale ulipo, bila kujali pengine vita imesimama kiasi gani, iwe ni vita ya maneno, iwe ni vita ya matendo, vita pengine ya kukupambania, kukushusha chini. Mungu yupo pamoja na wewe. Simama imara ukauone ukuu au utukufu wa Mungu ambao anaenda kukufanyia. Yale matatizo unayopitia, maandiko yanasema kama Wamisri hautayaona tena katika jina la Yesu. Watu wale ambao walikuwa wamwamini Musa, walikuwa wamwamini Mungu, walikuja kumwamini baada ya matatizo yale kuona yamepita. Kumbe Mungu wakati mwingine unaweza ukaomba ukaona majibu kama yamechelewa, unaweza ukaomba ukaona kuna watu wengine wanapokea, kama wewe uko pamoja na watu wengine mnaomba, unaona kwamba mbona wenzangu wanachukua, mbona wenzangu wanapokea, mbona wenzangu wanapata hili na hili, lakini wakati wako utakapofika utawashangaza hata wale ambao tayari Mungu alikwisha kuwabariki. Kwa nini? Mungu anafanya mambo kwa makuu, anafanya mambo kwa kiasi ambacho kinaleta ushuhuda, kinaishi. Wamisri wote ambao walikuwa wanawafuatilia wana wa Israeli waliangamia baharini. Alafu ile Mwanzo Kutoka sura ya 15 tunaanza kuona pale ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu wakinena, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Haya maneno wasingeyasema kama Mungu asingewapigania, kama Mungu asingeweka kile ambacho aliwaonyesha kabla, alafu akaja kukitekeleza. Kile unachokiona sasa hivi inawezekana kabisa kwako ni kigumu, lakini Mungu anaona hilo unaweza ukalivuka. Jaribu lolote ile, Mungu anaona utalivuka. Kwa nini? Ameweka nguvu ya ujasiri ndani yako, ameweka nguvu ya imani ndani yako. Kwa utembea kwa uaminifu, kwa kuwa Mungu yupo, basi utashinda na zaidi ya kushinda. Usiogope wala usifadhaike. Mungu yuko pamoja na wewe. Kila vita unaopitia Mungu anaijua. Kila changamoto ambazo pengine kwako unaziona ngumu, Mungu anajua namna gani atakavyoenda kuziondoa. Kwako unaiona mbele bahari ya Shamu, lakini Mungu anaona kwamba hiyo ni nchi kavu unaenda kupita. Nyuma unaliona jeshi la Farao linakuja, lakini Mungu anaona kabisa Farao au jeshi linalokufuatilia limeangamia baharini. Anachokiona Mungu unawezekana wewe ukione chote. Anachokiona Mungu inawezekana kwamba wewe pengine umekiona nusu, lakini Mungu anaona picha kamili na anajua kabisa kwamba anaenda kukuvusha kwenye changamoto yako, na ukuu wake unaenda kudhihirika na utukufu wake unaenda kudhihirika. Kwa hiyo endelea kumwamini Mungu, endelea kumtegemea Mungu. Ni kweli kwamba tunaweza kuwa tunapita wakati mwingine kwenye matatizo, kwenye shida, kwenye maumivu, kwenye tabu, na wakati mwingine unauliza nitatoka lini kwenye hali, lakini unapomwamini Mungu, maana yake amini pia na wakati wa kwake, amini pia na namna ambavyo utaenda kukutoa kwenye shida, na namna ambavyo pia utukufu wake utaenda kuonekana utakapoenda kutoka kwenye hiyo changamoto unayopitia. Mtumishi wa Mungu, nikutakie siku njema siku ya leo. Mungu akubariki, Mungu akulinde, lakini Mungu akufadhili kwa amani yake ya milele. Tuombe.
Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa wema, fadhili na upendo wako kwenye maisha yetu. Libiriwe na litukuzwe jina lako. Asante kwa kuwa Bwana umesimama pamoja nasi katika kila vita, na hata pale ambapo tunaingiwa na hofu na mashaka na changamoto zozote, wewe Mungu unaweza kusimama na kutupigania kama ulivyopigania wana wa Israeli dhidi ya lile jeshi la Farao pale Shamu. Na Mungu wa mbinguni, katende kwa ajili ya wale wote ambao wanapita kwenye mahangaiko, wanapita kwenye magumu, kwenye mashaka, kwenye matatizo mbalimbali, ukawakumbushe kwamba wewe Mungu upo na unaweza ukatenda zaidi ya kutenda vile ambavyo tunaweza kuomba. Mungu, tunaikabidhi siku ya leo mikononi mwako, tunaomba uendelee kutubariki, ukatulinde na kutupigania daima. Kwa Kristo Bwana wetu tumeomba. Amen. Tumishi wa Mungu, Mungu akulinde kwa amani. Amen.